kusimamia maendeleo yetu, na sisi tuliovaa magwanda tunajidai. Na mimi nasema wale mavazi yao wanavaa kimoyo moyo, tuwapigie makofi. Lakini pia tuna wataalamu ambao watokana na halmashauri, naomba nao tuwapigie makofi kwa sababu wanafanya kazi kwenye halmashauri yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mnavyoona ilivyokuwa pana, hawana saa 9:30 ya kurudi kazini. Mtu akienda Izira anarudi usiku, akienda Irungu anarudi usiku. Kwa wanafanya kazi zaidi na zaidi, tuwaongezee makofi. Baada ya kusema hayo, kwa niaba ya madiwani tu machache ni kwamba sisi tunafanya kazi, mmetutuma kufanya kazi kushirikiana na wataalamu ili utaalamu wao uje kwa wananchi ulete maendeleo, si ndio jamani? Na tunashukuru kwamba tunashirikiana vizuri na maendeleo si ajabu mnayaona. Mnayaona hamyaoni? Nilikuwa nataka niseme mawili tu kwenye maendeleo, siwezi kusema yote mwenyekiti. Kwenye upande wa afya tuna vituo vya kutolea afya 82, nadhani ndio vingi kuliko halmashauri yote kwenye mkoa wa Mbeya. Lakini tuna shule za sekondari 40. Tunaweza kupiga makofi tukitaka. Na tuna shule za msingi 170 ambayo ni 20% ya shule zote za mkoa 866. Lakini waliofanya hizi kazi ni wananchi, tuwapigie nao makofi. Kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinaongoza wananchi, si ndio jamani? Wananchi wanapojenga lazima tuwapongeze. Wamejenga mapagale mengi, serikali inaleta hela wakati fulani nao wanachanga, lakini yote hiyo ni kazi ya CCM. Sisi madiwani hatuwezi kwenda kwa mawaziri, anaenda mheshimiwa mbunge ambaye tunamshukuru Mungu kwamba sasa amekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti ya bunge, ambaye kwa mara ya kwanza ndio tunaona fedha zinakuja mara kwa mara za kwenye bajeti, naye tumpigie makofi matatu makubwa. Sasa mwenyekiti, ambaye nataka nimalizie dogo, mara nyingi nikisimama hapo huwa nasema upande wa elimu. Tunaomba niende tu upande wa elimu kidogo tu. Wakati fulani tunaposema tuko nyuma, watu hawaamini sana, kwa sababu alikotoka mkuu wa wilaya kwenye mkoa wa Kilimanjaro, ambako kabla hajatawaliwa na Mjerumani mwaka 1885, wao walikuwa na shule 11. Si mnanielewa jamani? Zilijengwa na wamisionari. Sisi shule ya kwanza imejengwa 1932 pale Igazi, na kwa miaka 10, sio 10-20, kutoka 1930 mpaka 1950 tulikuwa na shule 7. Na kielelezo ni kwamba ukienda Kilimanjaro utafute wazee 100, mkuu wa wilaya anaweza kawa shahidi. Ukija Mbeya vijijini utafute wazee 100 wa miaka 90, utakuta wa Mbeya vijijini hakuna anayejua wa Kilimanjaro ni wastaafu wa serikali. Uongo kweli? Kwamba walisoma zamani kwa sababu ambazo sisi hatukuzembea. Ni kwa vile wakoloni walikuwa wanafuata maeneo ambayo wanahitaji malighafi wanazozitaka, na Kilimanjaro ule mlima pamoja na kahawa viliwainua sana, nao tuwapigie makofi. Lakini mwenyekiti, sisi inawezekana watu hawajui kwamba sekondari ya kwanza Mbeya vijijini imeanzishwa miaka 29 iliyopita, nayo ni Iwalanje sekondari. Mwaka 1997, 98 zikaanzishwa mbili, ya Irebo Umalila na ya Usongwe hapa Mbalizi. Sasa kutoka 96 kwenda nyuma tungesoma wapi sekondari? Hiyo ndio ishara ya kwamba tuko nyuma, lakini tumepiga hatua. Sasa nimesema tuna shule ngapi? 40. Sasa nitaka muone kama tunazitendea haki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa miaka 5 iliyopita watoto waliofanya mitihani ni 14,873. Waliofaulu kwa miaka hiyo 5 ni 3,833. Waliofeli ni 11,800
Tuko mbele, tuko nyuma. Na yasema haya kwa sababu mwenyekiti, watu wote wataulizia barabara, wataulizia umeme, wanasahau kuulizia matokeo ya elimu ambako ndio kwenye ujenzi wa mtoto ndio tunalijenga taifa. Kwa sababu tuko hapa mwenyekiti, tunafanya kazi ya kuhudumia sisi watu wazima tulipo, lakini tunajenga taifa linalokuja. Sasa tusiposomesha watoto tutabaki nyuma tu, wazazi tutakuwa nyuma na watoto watakuwa nyuma. Na hii nataka nitolee mkoa mmoja tu mfano. Mkoa wa Njombe leo ninapoongea hivi, hakuna shule ya kata ambayo watoto hawalali shuleni. Uongo kweli? Yaani shule zote za kata wamezigeuza boarding. Wanajenga wenyewe mabweni ili watoto wawe na muda mrefu kusoma. Mimi nilikuwa napendekeza, kwa sababu sio kikao husika, CCM inaweza kasimamia hayo mwenyekiti, tukafanya mabadiliko makubwa, kizazi kijacho kikatushukuru. Lakini nimalizie kwenye takwimu za shule za msingi. Waliofanya mtihani kwa miaka mitano iliyopita ni 58,577. Waliofaulu ni 47,045. Lakini waliofeli pia ni 11,532. Inaweza ikawa nafuu kwamba shule za msingi wanafaulu, lakini je, wakienda sekondari wanafanya vizuri? Nimalizie kwa kusema shida tulionayo ni kwamba hatutoi chakula cha watoto shuleni, na mimi na ushahidi, na wana CCM ndio wanagomesha chakula maeneo mengine, wasitoe chakula. Uongo kweli? Sasa ilani ya CCM inasema watoto wale chakula shuleni, wana CCM hawatoi, ambao ndio viongozi ndio wenye ilani. CCM oye! Kukataa kutoa chakula shuleni oye! Asante mwenyekiti.